Salut peuple congolais, c'est vrai que cet audio que vous allez entendre tout de suite là est en Swahili, mais c'est une audio à ne pas vraiment négliger, c'est une audio à bien écouter, même si c'est en Swahili. Vous avez quand même l'option de gens qui parlent Swahili, qui peuvent vous expliquer. En tout cas, suivez avec attention. Merci beaucoup, c'est parti. Nataka munisaidie. Halo wandugu, nataka munisaidie kufikishia Wanyarwanda wote wanaoishi Rwanda na nje ya Rwanda, mwafikishie ujumbe huu. Sababu nimeona Kagame anataka, labda ana mpango wa kumaliza Wanyarwanda. Ninataka kila mzazi, kila mtu ambaye anajua faida ya mtoto pale Rwanda asikilize ujumbe huu. Haina maana kuacha watoto wenu kwa wingi hivi waje kufia Kongo. Kwa nini hamuna akili? Watoto wengi hivi wafe kwa ajili ya kamutu kamoja ambako ni kapresident ya nchi yenu kale Kagame kale. Mwache kutuma watoto Kongo. Kwa nini? Wanaisha, wanamalizika. Na ninyi askari wa Rwanda, kwa nini mnataka kujimaliza hivi kwa ajili ya faida ya kamutu kamoja ambako ni kale karaisi kwenu? Sikamesha tawala siku za kutosha, sikakule vya basi, katashiba kwanja hakanene paki. Kamekula, kameiba, kamefanya nini? Akanene paki. Sasa kale mtaendelea kukatumikia kwa bei ya vifo vya watu wengi hivi, kwa nini hamuna akili? Nasema hivi, Wanyarwanda wote pale Rwanda, kuanja Gisenyi, Maoko, sijui kuingia Rwengeri, kufika Kigali, kuenda Rambura, kuenda Changugu, kuenda sijui wapi kule Rwanda nzima, na ninyi wote nasema muinuke, musiwe kama mataifa ya bubububu. Muinuke, muongee, mukatae haya mauaji, mukatae politiki au siasa mbaya ya Kagame. Kagame hakuzaliwa kusudi iwe inawezekana kwamba awe rais peke yake Rwanda miaka na miaka, wakati siasa yake yote ni ya kuwauisha ninyi Wanyarwanda. Mumeshaona kuwa taifa la Kongo ni wavumilivu kiasi kwamba hawakukuwa hata na haja ya kuwafanya chochote. Eske akili yenu na nini nawaambia kwamba ni kweli jeshi linaweza kutoka Rwanda, livuke Kibumba, liingie nyuma ya volcano, lifike mpaka Kichanga na likose mtu wa kulisaga na kulimaliza pale? Ni kwa sababu muna nguvu kiasi gani? Lakini moyo wa huruma wa taifa la Kongo, wa askari wa Kongo wanawacha, wanafikiri labda wakati fulani wataamka na watakuwa na akili na tena tunawafungulia njia, wanarudi kwao kwa usalama. Lakini ninyi mnakuwa hari kihugo chachu cheri muri Kongo tugie kukifa. Nani aliwaambia ile maneno? Nchi yenu gani iko huko? Nini mnatafuta ku Kongo? Mulikuwa mnaishi Kongo salama, mukaishi na amani, hakuna aliyewachokoza. Ninyi wenyewe siku moja mkaamua kusema tuasubiri wachu tugie mu Rwanda, tunarudi Rwanda kwetu, tunaenda sijui tunafukuza Habyarimana. Mukaenda tena kidogo, ninyi wenyewe tena mnarudi Kongo ni yachu. Sasa finalement akili yenu iko namna gani ninyi wajinga? Sasa una watoto wengi wamekufa, na ukiwauliza kwa nini watoto wengi hivi wanakufa, hamutajua kueleza. Mnafikiri maisha ya dunia inaishia tu hapa, na mbele ya Mungu mtaulizwa. James Kabarebe na Kagame, mfanye hange na watoto wa watu wapumbavu ninyi. Mtawisha Wanyarwanda wa watu hivi? Wanyarwanda nao ni watu, ni viumbe vya Mungu. Wale Watusi wote waliumbwa na Mungu. Kwa nini mnaitika muwe vilalo vya Waamerika? Waamerika wako wanapata ore na dhahabu na nini, wale ile American government iko inapata dhahabu, diamant na ore, lakini ninyi mko unapata nini? Kifo. Mnapoteza watoto. Kwa nini hamwezi kufikiri? Mnapenda ninyi tunjo mkue instruments ambazo zitakuwa utilisées par les Américains, les Français, les Hollandais, je ne sais pas les Anglais. Nyie sasa mkue napoteza watu wakati wao wako wanabeba dhahabu na oro. Kwa nini hamwezi kufikiria? Mko wajinga kiasi gani? Kwa sa Waafrika sisi hatuna tabia ya kuua. Sijui kama ninyi mlitosha ile tabia wapi. Hamuko Waafrika. Sasa mnajituma kufanya vita ambavyo hamutaviweza. Eske akili yenu inawaambia kweli kwamba inawezekana Rwanda iganye Kongo?
vita. Sasa mkiwa mnakuja jikosantre pale kichanga. Sasa kukamata nchi ni kukamata kichanga. Eske ile ninawaambia watoto ngapi wanafia mwele eneo? Eske mko siri kwanja mnasemaka kama mko minorite. Sasa kama mko minorite mulishindwa kumaliza Wahutu. Kwanja si mko minorite. Wahutu walipigana na ninyi kwa vita ya 94 wakati ya genocide. Mkiwa mko minorite hamukumalizika. Sasa na ninyi mkakamata madaraka. Wakati mmekamata madaraka munaua Wahutu na ninyi hamkuwamaliza, sababu haiwezekani taifa limaliza taifa lingine. Sasa ninyi minorite ambao Wahutu walishindwa kuwamaliza. Sasa mnafikiri mnaweza kumaliza 450 tribu za Kongo? Zile sitawamaliza. Pourquoi hamuna akili ni Wanyarwanda? Mujinue. Tangu leo mimi naomba Rwenzori marche de colère contre Kagame. Gisenyi, sijui Rwengeri, kule nani Changugu, marche de colère contre Kagame. Si tuko wakongolea togopake kuongea, tunaongea. Hatuko sana ninyi Wanyarwanda ambao ukitaya tuishi na president unakuwa kama si umetaya sijui shetani ya wapi, maka unasikia oga inakuwa ndani yako. Sene pasa mutaisha na mko naona watoto wa Kagame si wako Ulaya wanapumzika. Wao wako Ulaya wanasoma vyuo vikuu, watarudi pale tena wanasema hawa ndio watawala kama marais. Wakati amemaliza maelfu na maelfu ya watu. Imagine 15,000 militari ambao iliingiaka mu 2009, wote walishaishia huko. Munaingiza tena 13,000, wote wameisha. Sasa hivi muliingiza 6,000, wote wameisha. Juzi mkaingiza kama ilikuwa seti kama witi. Leo kuna bakia ya une affaire de 3,000. Sasa ile watu wote wanafia nini? C'est quoi ça? Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir? Non, ni siku mutafitu wengi. Kagame kalikuwa maratu kama zabana banyu bose bashize hano muri Kongo. Bashize cyane, bashize. Donc bameisha, wamemalizika. Ile ninawaambia, ile ni kweli. Haikuwa sema niko naogopesha, mimi nawaambia verite parce que tuko na uchungu na sia kuona vifo vyenu. Mmekufa wengi au tunajua hakuna mnachokifuatilia na hakuna siku mtafikia shaba ambayo mko mnatafuatilia. Na hamwezi kushinda Kongo. Nani iko ndoto gani? Mungu angependaka mkamate Kongo. Si kama mlikamata ile siku muliua mzee Laurent Désiré Kabila. Lakini mlifukuzwa, mlikuwa mwa aeroport ya Njili, mkafukuzwa mkarudishwa paka Angola mweneo ya Savimbi. Wakati ule Savimbi akawaambia mkamate kale ka aerodrome, gouvernement ya Angola akakontrole. Akawapa maarme mkakakamata. Wakati mlikakamata Kigali ikawatumia bunduki pale mkashuka pale. Si mnakumbuka wakati ilifika pale, muulize James Kabarebe. Wakati mlifika pale, nani askari wa Rwanda wakaanja kurudi, wakakamata ndege. Rwanda ikatuma ndege pale Angola mweneo ya Savimbi, wakaanja kuruka mpaka Kigali. Mnakumbuka komando moya SRT Kasereka? Mnakumbuka yenye alifanyaka? Muulize James Kabarebe. SL komando wa Kongo ambaye alikuwa ameingia mu RCD. Wakati ule Wanyarwanda walipokusha kuingia ndani ya ndege, sikukabaki haka pale karibu si ofisier kusudi avyo itawarudiria. Ordre yenye wale wenye walipanaka pale mbele baruke avyo bakasema tuzasubira hano mumaze gwicha akaka Kongomani. Ase tutarudi hapa kuwakamata ninyi wa ofisier Rwanda mlikuwa mumisha maliza aka Kongomani. Sinyo vile walisemaka. James Kabarebe anajua maneno haya ambayo ninaongea. Kale ka komando kalifanya nini? Kakasikia sababu kalikuwa kama mtoto mwaka alikomalia Ruchuru, kakasereka sijui kama kiko wapi leo. Kakasema hivi, wakati ndege iliwaka, James Kabarebe hautakatai maneno. Kasereka kafani. Ndege kawaka, mkawasha gari, Kasereka kabaki chini, mwile aerodrome ya pale Angola kwa Savimbi, kwenye Jonas Savimbi alikuwa na kontrole, na hii kama rebel. James Kabarebe, unajua, Banyarwanda avyo ikaruka, ikawashwa, wakati iliwashwa, ule Kasereka kakamata 6 officier Rwanda, akabaniga pale, na akabaua pale, akabanyanganya 6 arme, akakuwa na 7 arme. James Kabarebe unajua, na akanja tire kwa avyo, piloti akakatala kuvolea, akasema sitaenda. Unajua we James Kabarebe, ndago ndikubesha ndikuvuga kweli kweli chani. Sasa tunajua higisi ilikuwa ule alikuwa komando moya, aliwaka 6 parce que mlikuwa mmepapatia ordre ke mutabarudiria meba kwe bamisha muwa. Unaona gisi mko na roho mbaya.
wakati alipiga masasi, pilote akasema sitaruka, tuanje uliza kama ni nini. Kuangalia bale bamisha kufa. Akasema ni nini? Akasema sitabaki hapa paske mimi siwezi baki hapa na mifo niende mwila hivyo. Sino haitaruka mimi na bau. Si pilote akabaexige kusema muache yule mtu aingie, sino na hatutaweza kuvole. Sikasereka akaingia mwavyo pale na bunduki 7. We James Kabarebe si unajua. Eske ile ni jeshi ya kucheza nayo? Aseme mtasema nyewe mnaweza ishinda. Akaingia mwavyo. We James Kabarebe unajua. Mkaikala ba ofisier yenu si maiti zilibaki hapa pale. Avyo Kasereka amukamutosha manguo, akaikala mwavyo, mukamuikalia, avyo ikavole mpaka Kigali. Wakati avyo ilivole mpaka Kigali, banasema aseme mnamulistaki, mnamuleta mbele ya Kagame, aseme huyu aliua baskari. Munasema aliua baskari namna gani? Ase hatujui aliua. Yeye akabaambia akasema bongo haba ndio baliacha mimi na ile basoda. Sababu gani? Kwa sababu balisema wakati avyo ilitaruka na baba soda bakasema mimi nibakie, nikishabakia pale nikabakia na six officier bakasema avyo itabarudiria, lakini wakawapatia oda wakasema tutarudia hapa, wakawaambia mkinyarwanda tutarudia hapa mkishaua hiki na mumisha uwe kikongole. Nonge mlipendaka ile maiti ya ule Kongole ibakie muangola. So unaona gisi mko watu wabaya. Sasa nyewe mnasemaka wengine njoo wabaya. Elezemaka wakulia avance akawaka ile six officier yote. Eske ni bongo James Kabarebe ambia Benjako ile verite mkinyarwanda que c'est vrai? Mimi nasema kweli. Wakati sasa Kagame alisikiliza akamuuliza bilikuwa namna gani? Akaeleza. Kagame akakuambia we James Kabarebe akasema hatuwezi uua huyu mtu. Askari hawezi muua wakati vita iko. Ule mtu hatutamuua, lakini mfanye nini? Mumuvalishe tena teni na mumuingize mundege na mumutume kufro ya Bumba. Ule Kasereka mkamtumaka kufro ya Bumba. Mimi naanza James Kabarebe iko na shangala kusikia hii maneno anakosa. Sasa hii maneno ilijulikana namna gani na hawa Kongole na baiwai. Kasereka karudia kufro Bumba. Na kule Bumba ukasemaka asema mutie kulinyi ya mbele kusudi tu akufa. Eske alikufaka rien? Akatoka Bumba akakamata wengine bagarsoke wa kabila yake karibu bawili walikuwa aliwakostataka kile kufro, akapitaka mufore après karibu 80-90 jours de marche iko najificha mkimuma village anaenda kuonesha ke iko komando. Alikuwa akatembea akakuya mweneo akakuya chomoka mweneo. Ujimagine kutoka Bumba mimi mtu akakuya patikana après 90 jours de marche anakuya patikana mu forêt ya aux alentours de Beni, kisha akaprogresser mpaka kwabo mu Lubero. Na ti leo ile quelque part sitabambia kama iko wapi parce que na mtamuua tu. Donc niko nabambile kuonesha ke tuko na askari ambao ni hamwezi fanya face mbele yao. Kama politiki mliweza kuvamia nchi sawa, lakini sasa tukipenda kupigana na nini kusema basi eske askari wetu mko siri kweli mnaweza kuwaganyia kwa vita, isipokuwa ile makorruption mkishawapa franga ba ofisier bananja ujisha mainite hapo ndio mnasema mmeganya. Eske c'est comme ça kuganya ni guerre? Donc na leo inaomba mnajua kama wanaopigana kwa sasa ni wazalendo, na mzalendo anapigana tofauti na askari wa kawaida. Mzalendo yeye wenyewe Wanyarwanda kama hamjui, mzalendo wakati anapigana yeye wakati anasikia masasi nalia, anasikia masasi sawa music, anasikia ni music. Donc anafurahia masasi mzalendo, na ile ndio tofauti kati ya wazalendo vita ya wazalendo na askari wa kawaida. Mzalendo akisikia masasi sasa anasikia hamu sana ya vita. Na ndio maana ulisikia mtu wa Nations Unies iko nasema kama Keita kama nani ule mama iko nasema kama wazalendo wako wanapigana sawa wa Israeli, sababu Israeli na akiingia mufro anapigana na c'est la patrie ou la mort. Na ndio namna ndio hali ya kupigana ya wazalendo. Hawana woga, wanasikia hamu ya vita. Wakati mnapiga masasi mnawaletea hamu ya kupigana, na ndio maana hamwezi resiste. Mnasema mko minoritaire. Sasa mtaweza wazalendo wakati sasa 50 tribus. Pourquoi hamuna raisonnement? Donc de nature hakuna siku Mnyarwanda anaweza ganye Kongole kwa vita, na ile ni amina na ni amina, ile ni kweli. None siku mtafitu wengi hamujue na histoire. Munyarwanda wakati alitaka mushi kuwa akaita ba mushi kusema njoo Banyabungo. Eske nyinyi hamuyue maana ya Munyabungo? Munyabungo ni kusema njoo kusema les vaillants.
les faillas combattants. Iko mu histoire ni wakati yenye bakoko yenu balikuwa banapiganaka na royaume ya Bushi, me kila siku na baba Mushi na bana ganye ile royaume yenu ya Changugu, kila siku na bana bapigaka. Na ndio bakasemaka abanyabungo baje, c'est-à-dire les vaillants viennent encore, les vaillants combattants viennent encore. C'était les Congolais. Donc depuis mababu bana bapigaka. Sasa mnawaza nyie mtashanje histoire? Histoire haishanja kate, histoire haibadilika, inakuwa ni ile. Donc tuko na natire ya kubaganye kila siku. Alors hamuna haja ya kufanya huku kwetu vita ambayo haina objectif, haina maana. Donc muachane na ile. Mimi nasema soulèvement populaire au Rwanda. Soulèvement populaire au Rwanda contre Kagame. Muinuke, mutoke ndani ya ile kiasa kilia kifungo, muinuke na museme no, watwiche benchi chane, nonesi kuanja leo turi kukushaka, tutakuwa na sie sasa leo we Kagame tutakukula na jamaa yako yote. Mtaona nakimbia, kisha tunajireconcilier et on continue à vivre et la vie continue. Mtu hapashe maliza taifa na mko naona mko sawa bajinga. Sino mtaishia huku. Sijui kama tuwaambie kwa lugha gani. Ningekuwa na Kinyarwanda gani ningewafanyia hii kitu. Mulamuke msiogope, hakata bafanya kitu. Kata bafanya nini? Na mkamutu kana uwaka watu juu nabo habapendi kukaua. Kama kana bauisha ni juu hamupendi kukaua. Munaza kwanja kanataji kufia sikalisha zeeka. Mvuseti comment? Si murakoze cyane mwe Banyarwanda bose ariko ni jambo riza mukakore byo nashoboye byo ndi kubabwira. Mubarikiwe sana na Mungu. Mupige ule mutu nyipeke kule na vita itaisha. Merci beaucoup. Alors ça, c'était un message d'un patriote congolais au Rwandais. Alors, peuple congolais, je vais ajouter une chose. Il y a 5 présidents en Afrique qui tourmentent le peuple. Il y a João Lourenço, Angola. Il y a Museveni, Ouganda. Il y a Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville. Il y a Paul Kagame, Rwanda. Il y a Félix Tshilombo, Congo. Alors, président 5 Union Sowana, soki peuple na 5 pays wana ba tomboki. Ba longoli batu oyo biso to longoli Tshilombo d'ailleurs azo longwa déjà. Rwanda ba longoli Paul Kagame, Uganda ba longoli Museveni, Brazzaville Congo ba longoli Denis Sassou Nguesso, Angola balongoli João Lourenço. Comme ça, président o bakoya bakozala président moko élu par le peuple. Président wana, ils seront obligés d'être redevables au peuple. Atrocité o ekozala lisusu te. Kimoyibi ya minéré ekozala lisusu te. Ils vont prendre soin de leur propre peuple. Voilà ce qui nous manque dans les 5 pays oyo, la légitimité. Il y a la légitimité qui manque. Un jour dès qu'on aura la légitimité na Congo, dès qu'on aura la légitimité na Congo-Brazzaville, dès qu'on aura la légitimité na Rwanda, dès qu'on aura la légitimité na Ouganda, dès qu'on aura la légitimité na Angola, en tout cas, ça sera le décollage de l'Afrique. Ça sera vraiment le décollage de l'Afrique. Merci encore une fois, Bana Congo. Merci d'avoir suivi cet audio en Swahili. Je n'ai pas du tout bien compris, mais audio oyo ezope sa sens. Bozo audio obo traduire en tout cas, il y a un message très clair, un message fort à partager. Merci.